Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, leo tunamulika katika eneo la DRC Congo pale kuangazia yapi ambayo yamejiri. Kongo yakubali kanuni za kusitisha vita. Kupitia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imekubali kanuni za kusitisha mapigano. Kanuni hizo zinajumuisha kuachana na operesheni za mashambulizi ya mara moja katika eneo linalokumbwa na mzozo la mashariki mwa taifa hilo. Ofisi ya Rais Felix Tshisekedi inasema kwamba kiongozi huyo amekubali kanuni za usitishaji vita bila kutoa tarehe lini hasa hatua hiyo itakapoanza. DRC imechukua uamuzi huo. Hii ni mara baada ya Angola ambaye ni mpatanishi kati ya serikali hiyo ya Kongo na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kutoa wito kwa pande zote kuheshimu hatua zilizothibitishwa na hata kukubaliwa na pande zote za usitishaji wa vita zinazotarajiwa kuanza Februari 18. Waasi wa M23 bado hawajasema lolote kuhusiana na hilo. Kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa mazungumzo ya amani, serikali ya Kongo imeweka mwongozo wa utekelezaji wa usitishaji wa mapigano. Imetoa wito wa kusitishwa kwa shughuli zozote za kijeshi katika eneo la mapambano, udhibiti wa miji na pia kutoa wito kwa mataifa ya nje kuacha kuyaunga mkono makundi ya waasi. Eneo hilo la mashariki mwa DRC lililo na utajiri wa madini limekumbwa na vurugu kwa miongo takriban mitatu kutoka kwa makundi ya waasi waliojihami. Eneo hilo linalopakana na Burundi limekuwa likilengwa na waasi wa M23 tangu lilipojitokeza tena mwaka 2021. Kuanzia wakati huo makubaliano mengi ya usitishwaji wa vita yamekuwa yakisainiwa na hata kukiukwa mara kwa mara. Aidha, juhudi za kutafuta amani ziliongozwa na Qatar pamoja na Marekani zilipelekea kusainiwa makubaliano tofauti na usitishwaji vita, lakini licha ya kusainiwa huko bado vita vimekuwa vikiendelea huko. Ghasia zilizidi baada ya M23 kudhibiti mji wa Goma mwezi Januari na Bukavu mwezi Februari mwaka uliopita baada ya makabiliano makali na vikosi vya serikali yaliyosababisha maelfu ya watu kuuawa. Awali mkuu wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo aliwaambia waandishi wa habari baada ya ziara fupi huko kwamba umoja huo utatuma ujumbe wake mjini Uvira katika siku za hivi karibuni. Kwa sasa Umoja wa Afrika unaoongoza mazungumzo ya amani ya mashariki mwa Kongo ulimteua Rais Togo kuongoza juhudi za upatanishi.